Sijui tunaweza tukamwamini yupi, kwa sababu hapa kuna kauli mbili. Kuna kauli ya Donald Trump ya Irani kuomba, halafu kuna kauli ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani Ismail Bakai. Alizungumza jana na vyombo vya habari akasema kuwa hatujamuomba wala hatuna mpango wa kuzungumza lolote. Sasa ni mtu kuamua unataka kuchukua kauli ya nani anayesema ukweli, kwa sababu tumekuwa na hizi zinaitwa taco. Unajua hii style inaitwa taco. Ni style ambayo inaitwa Trump always chicken out, yani Trump anakutisha halafu dakika za mwisho anakula kona. Ni style maarufu ya Donald Trump kukwepa uwajibikaji, kwa sababu alikuwa akatoa vitisho sana. Na alivyoandika kwenye mtandao wa Truth Social, aliandika kuwa Saudi Arabia, Qatar, UAE pamoja na Irani ndio waliomuomba kusitisha, na Irani wakaogopa sana baada ya kuona lile shambulizi. Hivi tujiulize kuwa Marekani iliyokuwa haijaanzisha vita ya tarehe 28 Februari, Marekani ile ambayo ilikuwa na meli mbili kubwa zilikuwa pale, ilikuwa na ndege zaidi ya 300, wakiwa na kambi zote zilizo active Middle East, ilikuwa ikiongea na Irani, waliingia kwenye vita na Irani. Kwa nini Irani hakuiogopa Marekani ile? Aje iogope Marekani hii ya sasa ambayo hakuna meli, zote zimekimbia, kambi nyingi zimehamishwa, wala uwezo mkubwa haupo tena. Kuna kitu kimoja ambacho Marekani wanatakiwa kuelewa kuwa hawawezi kuyabadilisha mambo jinsi yalivyo, na mambo ndio yameisha kuwa hivyo. Ukirudi nyuma ukamsikiliza waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alichokisema, siku moja alikuwa akiongea na vyombo vya habari, akasema kuwa walitushambulia sio kwa sababu tulishindwa kuzungumza au tulishindwa kuelewana kwenye mazungumzo. Walitushambulia kwa sababu waliamini sisi ni dhaifu. Bas, yani anasema kuwa hiyo ndo sababu pekee iliyomfanya Marekani aingie kwenye vita. Aliamini kuwa Irani ni dhaifu na wakati wa kwenda kuimaliza ulikuwa umefika. Sasa ikawa ni kinyume chake. Katika kitu ambacho huwa ninakizungumza mara nyingi ni kuwa ni siku Irani watapoandika ujumbe wowote maalum kumpelekea Donald Trump au kuzungumza naye kwa simu, kumuomba chochote, basi nadhani baada tu ya ule ujumbe kufika au baada ya kukata ile simu, ule ujumbe utakuwa kwenye Truth Social ya Donald Trump. Utapeperushwa kuonyeshwa kwa Iran, lakini mara nyingi wanajaribu kukwepa hilo. Sawa. Na pengine mazungumzo haya yatakuwa na jipya gani, labda kwa upande wako unavyoona? Ni vigumu sana kuwa na jipya, kwa sababu Marekani na Israeli mara kadhaa wametuonyesha kuwa wanataka kukipata kwenye meza kile ambacho hawakukipata kwenye uwanja wa vita. Hapo ndio ugumu. Yani wanalazimisha Irani iwape ushindi ambao wao walishindwa kuupata wakati wanapigana. Kwa sababu wakati wanapigana ndio waliyataka hayo. Tunataka tufanye regime change. Tunataka Irani usiwe na makombora. Tunataka Irani usiwe, mmeshaua viongozi, mmeshaharibu nchi, mmeshafanya, na wote hamjapata katika hicho. Halafu wao waje wawape katika meza, wawape kila kitu ambacho mnakitaka. Ni vigumu sana kupata. Ni lazima wakiri kuwa au wakubali kuwa mambo yamegeuka. Alikuwa anazungumza jana msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Bakai, anasema kuwa hakuna uwezekano wowote tukarudi tulivyokuwa kabla ya Februari 28. Yani anakusudia kusema kuwa udhibiti wa Hormuz au utaratibu wa Hormuz utavyokuwa hauwezi ukarudi kama ulivyokuwa zamani. Yani maana yake kuwa Irani hawataki kuachia kabisa Hormuz. Yani itabaki katika utaratibu huu wa sasa na hawatoirudisha katika hali yake ya kwanza, ambayo kuwa ulimwengu ulifahamu kuwa Hormuz ilikuwa ni maji ya kimataifa. Yani haikuwa na mmiliki. Kwa hiyo watu wote walikuwa wanapita. Sasa wao wanachokusudia kusema kuwa haitorudi. Yani sasa imesharudi kwa wenyewe na ndio itavyokuwa. Kwa hiyo hapa ni lazima dunia ikiri kwanza kuwa huu ndio utaratibu ambao tunawezekana tukapita. Kwa ufupi tutazame miongoni mwa mambo ambayo amezungumza jana Rais Trump ni pamoja na kusema kwamba kwenye hayo makubaliano watazungumza jinsi ya Iran kusitisha ama kumaliza ule mpango wake wa nyuklia. Kwa nini mara kadhaa amekuwa akilenga sana nyuklia ya Iran na sio vitu vingine zaidi? Nadhani pia wanahabari walipaswa wamuulize mara nyingi Trump, kwa sababu Trump kwenye nyuklia amekuwa na kauli zinazokuwa tofauti. Walivyokuwa kwenye 12 days war, yeye akaleta ndege zaidi ya 100 kuja kufanya mashambulizi makubwa. Wakati ule wakapiga Fordo, wakapiga Natanz, wakapiga Isfahan. Baada ya pale Trump alituambia kabisa kuwa dunia iko salama baada ya Marekani kuondoa tishio lote la Irani na wameangamiza mitambo yote ya nyuklia. Miezi 8 baadaye alirudi kwenye vita. Tunaenda kufuatilia nyuklia. Lakini
mazungumzo yote yaliyoanza na kuvunjika, hakuna hata mazungumzo ya sehemu moja ambayo Irani waliwahi kukiri kuwa wana nyuklia au wana mpango wa kutengeneza nyuklia. Kwa hiyo hii hoja ya nyuklia ni hoja nyepesi sana ambayo kikawaida haipo, hata wao hawajawahi kukiri kuwa sisi tunataka nyuklia. Mfano, mazungumzo ya mwisho kabisa yaliyovunjika kuzua hii vita, Irani walipeleka wakamwambia Marekani, sikiliza, kama mna mashaka kwa sekunde kadhaa, kama mna mashaka na hii nyuklia zetu, sisi tuko tayari kuchukua hizi nyuklia, hata ile urani ambayo tayari iko process ambayo imefika 60%, sisi tutaichanganya na vitu vingine ili tuweke mambo ya kaisa. Kwa hiyo hawa hawana shida kabisa na nyuklia. Hivi sasa wanamiliki zaidi ya nyuklia. Hormuz ni zaidi ya nyuklia. Kwa hiyo hawawezi kushughulika na hii nyuklia. Na Trump kuzungumza kuhusu nyuklia ni hadithi tu ambayo haina mantiki yoyote, isipokuwa wanatakiwa waende kwenye point kuwa tunataka kuzungumza nini, kwa sababu Irani hajawahi kusema anataka kumiliki nyuklia. Sawa. Nakushukuru sana Rahbi. Shukran sana. Msikilizaji, ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, tukizungumza naye kuhusiana na sakata linaloendelea ya Mashariki ya Kati, Marekani dhidi ya Iran. Rais Trump akisema kwamba leo alasiri mazungumzo yanatarajiwa kuanza. Je, yatafanyika? Atajadili nini? Endelea kusikiliza UFM Radio, tutakuletea mambo hayo kwa uzuri na kwa undani wake.